Kiongozi mmoja anayetoka kule visiwani Zanzibar akijulikana kwa jina la Simai Saidi aliweza kuzua gumzo katika bunge la Tanzania, ambapo aliweza kutoa kauli kwamba kuna Yuda ndani ya serikali. Sasa mbunge huyo wa baraza la uwakilishi kutoka kule visiwani Zanzibar, Mohamed Simai Saidi, amesema kwamba licha ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha maendeleo yanapatikana, lakini kuna Yuda ndani ya serikali. Simai aliyasema hayo mnamo Juni 2 mwaka 2026 bungeni jijini Dodoma, wakati wa kujadili bajeti ya Wizara ya Fedha ya mwaka wa fedha 2025-2026. Akinukuliwa alisema kwamba Doto Biteko aliwahi kusema kuwa binadamu ni wale wale. Nataka niwaambie hawa wale wale, nambatiza mmoja aliyekuwepo ndani ya serikali basi ni Yuda. Nasema hivyo kwa sababu tunataka maendeleo ya nchi yetu. Je, mama kakosea wapi? Kwa sababu kamwamini mtu kumbe ni Yuda ambaye anamsaliti, ambaye amesaliti ndugu zake, hata ile familia iliyomlea. Yuda tumemwona ameanza kuibuka kwenye nyumba za ibada kutafuta huruma za wananchi na watu mbalimbali. Lakini nataka niseme kwamba wabunge wenzangu na serikali iliyopo hapa, tuamkeni. Leo anapita anataka kutuaminisha kwamba Rais Magufuli alimpenda. Aliyasema hayo bwana Simai, lakini mwisho wa kunukuu kile ambacho tulikuwa tunakusogezea kuhusu kile ambacho aliweza kukiongea Simai bungeni. Lakini huyu Simai ni nani? Huyu alikuwa ni mbunge na waziri huko Zanzibar kabla hajajiuzuru uwaziri mnamo mwaka 2024 kwa kashfa za uingizaji wa pombe kali visiwani humo na Pemba katika mahoteli yake kinyume na utaratibu. Lakini mwaka 2025 alipogombea ubunge huko Zanzibar, wajumbe wakala kichwa. Mwaka 2026 akateuliwa katika zile nafasi 10 za uteuzi wa wabunge za rais. Kauli za ndugu Simai zinaonyesha dharau, kejeli, chuki na kudogodesha hadhi ya umakamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kauli hizi zinapaswa kupingwa kwa nguvu zote. Hizi kauli zikiachwa zikashika nafasi, basi hatutokuwa na aliye salama ikiwa makamu wa rais atashambuliwa kwa kiwango hiki na wananchi na viongozi wakikaa kimya. Maneno ya Simai kuwa Yuda ambaye amemlebo kama ni msaliti aliyemuuza Nabii Isa, yani Yesu Kristo, kwa vipande vya fedha, basi atueleze ni kwa kiwango gani makamu wa rais amenunuliwa ili kumsaliti rais wa nchi, na amemuuza kwa nini na kwa maslahi gani? Sio jambo la kunyamazia hili. Lakini dhana ya kuambia kwamba ikiwa hayati Magufuli alimpenda sana, kwa nini alimtupa huko Brazili, ni dhana ya kijinga na kutwedha hadhi ya ubalozi nchini kidiplomasia, kwamba ili uwe mpendwa wa rais inabidi upangwe kituo cha karibu au wapi? Hilo ni swali ambalo tunabidi tumuulize huyu bwana Simai, kwamba ametuambia kwamba kama Magufuli alimpenda bwana Nchimbi, kwa nini alimtupa huko Brazil kwenda kuwa balozi? Kwa hiyo watu wanauliza ni kwamba ni cheo gani au ni wapi ambapo pawe karibu, ambapo rais akikupangia inaonekana kwamba anakupenda. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuwatupa au kuwapa viongozi ubalozi inakuwa ni kwamba viongozi wanakuwa wanachukia viongozi wenzao. Lakini tukiendelea kusema kwamba unapopangwa nchi za ukanda wa bara la Amerika ni kuchukiwa, anataka kutueleza nini kuhusu nafasi ya ubalozi wanaopangwa katika hayo mataifa?
Dr. Nchimbi aliteuliwa kuwa balozi huko Brazili na aliapishwa na hayati John Pombe Magufuli. Juzi kati mazishi ya mama yake hayati John Pombe Magufuli, alisimulia kisa cha ukaribu na urafiki wake na hayati John Pombe Magufuli na akasoma hadi SMS alizokuwa akitumiwa na hayati John Pombe Magufuli. Simai anataka kutuaminisha nini wa Tanzania? Kwamba Dr. Nchimbi akupendwa na hayati Dr. John Pombe Magufuli, kwamba maneno yake ni utii kwa Rais Samia Suluhu Hassan, na kwamba kuna utofauti kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na Dr. John Pombe Magufuli, kwamba hawa wawili hawakuwa wamoja. Ni katika mazingira gani anataka kutueleza Watanzania kwamba kuna ambayo Watanzania hatuyajui kuhusu uhusiano uliokuwepo kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na makamu wake alipokuwa makamu na Rais hayati John Pombe Magufuli? Ukiyafuatilia hayo maneno utaona kwamba kuna ndugu Simai sio tu ametwezwa hutu, anamkashifu makamu wa rais, anamdogodesha makamu wa rais, bali anamchonganisha na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi anaowateua. Hivi mabalozi wanaoteuliwa na kupangiwa vituo vya kazi katika mataifa ya mbali kutawakilisha Watanzania au kutuwakilisha Watanzania huko, wanajisikiaje wanaposikia hizi kauli za kutweza nafasi zao? Kwamba ukipangwa kituo cha kazi huko Brazil au mataifa ya ukanda huo wa Amerika unachukiwa na rais. Mwambieni Simai kuwa hapa anamchonganisha aliyemteua na wateule wake. Mbaya zaidi, anagonganisha mihimili hii miwili muhimu kwa maslahi yake binafsi. Nadhani Simai alipaswa kuitwa na kamati ya maadili na hadhi ya bunge kujieleza kwa kauli hizi. Amemaliza kuwasilisha bwana Abdulkarim Marisa. Huyu ameweza kutoa kile ambacho tulitaka muweze kukisikia. Lakini tukiachana na huyu Abdulkarim, twende moja kwa moja kwa mtu mmoja anaitwa Askofu Bagonza. Askofu Bagonza ameweza kufunguka mambo mengi kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukisema huyu mbunge wa viti maalum kutoka kule visiwani Zanzibar, na pia askofu mwingine anajulikana kwa jina la Mwamakula ameweza kufunguka mambo mengi, na pia tutakuja kuangalia kile ambacho ameweza kukisema bwana Kigogo kuhusiana na mambo haya, lakini pia ni kuhusiana na kile ambacho watu wengi wametoa maoni gani kuhusiana na hizi kauli au kauli hii iliyotolewa na huyu mbunge wa viti maalum kutoka kule visiwani Zanzibar. Sasa twende moja kwa moja tukajue ni kipi ambacho ameanza kukiongea Askofu Benson Bagonza. Askofu Benson Bagonza yeye alianza kwa kuposti picha ya Yuda akiwa amekaa pembeni na Rais Samia Suluhu Hassan, lakini baadaye akaposti picha ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akiwa pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Alafu akaandika ujumbe huu hapa, ambapo alianza kwa kusema Yuda amechokozwa, asichokozwe. Alafu akamaliza kuweka na vialama vya mshangao. Akaanza kusema kwamba Yuda wa Biblia alimsaliti Bwana Yesu. Siamini kama mleta hoja anamaanisha msalitiwa. Katika hoja yake ni sawa na Bwana Yesu. Ipo siku tusiyoyajua. Yesu huyu aliyefumbwa katika hoja hii atafananishwa na mtume asiyelinganishwa, atapotosha. Lakini mleta hoja hajachagua vizuri maneno yake na mifano yake. Nimesamee bure,
lakini sakata hili lina mapicha 10 ya hatari. Sasa hapa akatokea mapicha 10 hayo ya hatari ambayo yeye Askofu Benson Bagonza ameweza kuyaona katika kile ambacho Simai ameweza kukiongea na mapicha yake ambavyo yatakuwa. Sasa picha la kwanza amesema kwamba msemaji aliwahi kuchokonoana na rais wake huko kwao mpaka akajiuzuru. Mama yetu akamchukua na akamteua, kwamba ina maana kwamba rais yule na mama yetu hawako pamoja na hawa hivi. Yaani kwa kifupi hapa Askofu Benson Bagonza anatuambia kwamba huyu bwana Asmai aliwahi kuchokonoana na rais wa Zanzibar. Rais wa Zanzibar ni kama vile kuna vitu ambavyo vilikuwa haviendi sawa na huyu bwana Asmai. Kwa hiyo bwana Asmai akajiuzuru. Sasa Rais Samia yeye akamchukua na kumteua kuwa ubunge wa viti maalum. Kwa hiyo hapa Askofu Benson Bagonza anasema kwamba inamaanisha kwamba huyu kujiuzuru kutokana na kile au alivyochokonoana na rais wa Zanzibar, alafu Rais Samia wa huku bara akamchukua na kumteua. Askofu Benson Bagonza anauliza kwamba inamaanisha kwamba hawa watu, rais yule na mama yetu, hawako pamoja na hawa hivi. Je, mama ni UDA wa rais yule kwa kuwa amemchukua mleta hoja ambaye ni msaliti wa rais yule? Hiyo ni mapicha ya kwanza. Nadhani ukiisikiliza vizuri utaelewa, na kama utoelewa basi utakuwa na kichwa kigumu. Lakini tukienda katika picha la pili, hapa anasema kwamba mleta hoja ni Mzanzibar, yaani mleta hoja ambaye ni Simai ni Mzanzibar, anamnanga Yuda Mtanganyika. Hii ni kero au ufa katika muungano. Alikosekana Mtanganyika wa kumrudi Yuda Mtanganyika. Hilo ni picha la pili. Picha la tatu akasema kwamba mleta hoja anasali Ijumaa, anamnanga anayesali Jumapili kwa kutumia picha ya Yuda anayeomba huruma makanisani. Tuseme katumwa na msikiti? Hili ni swali ambalo Askofu Benson Bagonza analiuliza. Lakini katika picha la 4 amesema kwamba maneno yake yameingia kwenye Hansard za bunge. Alikukanusha. Je, ni bunge zima linamuita makamu kuwa ni Yuda? Haya ni maswali ambayo tunatakiwa tupate majibu kutoka kwa kila ile sekta ambayo inakuwa inatajwa. Sasa tukienda katika picha la 5, anasema kwamba naibu spika alipomwongoza ajikite kwenye hoja, wabunge walipiga makofi. Walifurahia naibu spika kuingilia au walimshangilia mtoa hoja? Je, makofi hayo ni mashangilio ya utumbiri wa Kijaruo anayeshangilia pori linaloungua bila kuwaza atalala wapi usiku? Hilo ni picha la 5. Picha la 6 anasema kwamba hoja imetolewa siku rais ameondoka nchini. Kwa mujibu wa katiba, makamu ndiye mkuu wa nchi wa zamu. Mtoa hoja anamaanisha amtambui makamu kama mkuu wa nchi wa zamu? Kwa vyovyote vile kuna dalili mbaya. Matiti ya binti wa Kijaruo yakishaota hayafichiki na hayarudi nyuma. Hilo ni picha la 6
ambalo Askofu Benson Bagonza ametuelekezea katika yale mapicha 10 ambayo yataleta athari au hatari kutokana na kauli hii ambayo ameweza kuiongea huyu mbunge wa kuteuliwa Bwana Asimai kutoka kule visiwani Zanzibar. Lakini katika picha la 7 anasema kwamba Wakristo wanaamini usaliti wa Yuda ulileta wokovu. Bila usaliti Yesu asingekufa, bila kifo asingefufuka, na bila kufufuka uokovu usingepatikana. Hakuna wokovu bila usaliti. Waliookoka wameisaliti dhambi ili wawe huru. Mleta hoja kakosea. Hakuna Yuda na hakuna Yesu katika hoja zake. Zilikuwa ni saa za jioni Dodoma, mapitio ni mengi, hatujui alipitia wapi kuja bungeni.